Ali Mbeto anatuletea mzigo mwingine. Ali Mbeto karibu yako. Mashabiki wamezoea mimi kwenye zile simulizi za kichawi. Nikamwambia ndio bwana Ali Mbeto. Sasa wageni huku waone upande wangu kwenye simulizi za maisha, simulizi za mapenzi, alafu wao wenyewe watatoa comment zao. Sasa bwana Ali Mbeto mmemzoea kwenye mambo ya kichawi. Na juzi hapa ametokea simulizi inaitwa Mazishi Yangu, simulizi ya kijana Shija. Yule kijana aliyekufa huko anajiona, ila chawi mnakuwa mtu kwa anajiona bwana. Sasa unaambiwa Ali Mbeto kanipa hiki kigongo kinaitwa Heartbreak, mpasuko wa moyo. Simulizi moja tamu sana. Bibi langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Karibu sana ndugu yangu. Humu hamna mambo ya kuogopa. Sijui kuna wachawi wanaruka na nyunga usiku, mara sijui Shija anajiona anazikwa kaburini. Huku hamna hayo mambo. Huku ni mpasuko wa moyo. Huku andaa tu ndoo ya machozi. Karibu sana bwana. Hii simulizi inagusa sana maisha. Karibu. Naam. Kutokana na Abi kurudi katika mihangaiko yake ya kutwa nzima, Abi alikuwa amechoka sana. Mara baada ya kuoga, alikuwa amekwisha kula kabisa. Alijitupa kitandani na usingizi mzito ulimchukua. Abi alilala kama mfu. Hata simu yake ilipopigwa mara nyingi hakuweza kuisikia. Alishtuka siku ya pili alfajiri. Alipokuwa ameshika simu yake alishtuka kukuta kuwa kulikuwa kuna missed call zaidi ya 20 na zote ilikuwa ni namba moja tu, na pia kulikuwa kuna ujumbe mfupi zaidi ya jumbe 5, zote zilikuwa zimetoka kwenye namba moja ambayo ilikuwa ni ngeni kwenye simu yake. Kabla ya kupiga simu, alisoma kwanza ujumbe uliokuwa umetumwa kwenye simu yake. Ujumbe wa kwanza ulisomeka: mpenzi, nakupenda sana. Sijawahi kumpenda mwanaume chini ya hili jua. Hata kama hunitaki, na kuomba upokee simu zangu, na kuomba unisikilize hata kwa sekunde moja, na kisha nipo radhi na huo uamuzi wako. Ujumbe wa pili ulisomeka: mpenzi, ni kweli umeamua kunizika ingali niko hai? Uamuzi wako umekuwa ni wa ghafla sana. Ulichokifanya ni sawa na kuupasua moyo wangu kwa kisu butu bila hata ya ganzi. Ukimya wako ni hukumu yangu ya kifo. Mimi ni marehemu mtarajiwa. Ujumbe wa tatu ulisomeka: najua umeamua, ila nakuomba usiache kuhudhuria mazishi yangu. Ujumbe wa 4 ulisomeka: mwenzio ninakufa nikiwa ninakupenda sana. Sitapenda mwanaume yeyote chini ya hili jua. Sitopenda mwanaume mwingine yeyote chini ya hili jua mpaka pale nitakapoweza kufufuliwa. Naam. Abi mara baada ya kusoma jumbe zote alijikuta kichanganyikiwa na kuanza kupiga simu, japokuwa namba ilikuwa ni ngeni pia, na hata jumbe zile zilikuwa ni ngeni sana kwake. Mara baada ya kupiga simu, iliita kwa muda na kisha ilipokelewa upande wa pili. Hello? Afadhali. Abi alishusha pumzi ndefu mara baada ya kupokelewa na upande wa pili, na akaamini kabisa kwamba mwenye simu mpaka anapokea, basi Mungu ni mkubwa mno, amesitisha kujitoa uhai wake kama jumbe zilivyokuwa zinasema. Abi aliamini ya kwamba ile ilikuwa labda tu ni kutingisha kiberiti kwa mpenzi wake, lakini hakuwa na lengo la kujua. Pamoja na kuwaza vile, bado hakumjua aliyetuma jumbe zile ambazo aliamini kabisa ya kwamba zilikuwa labda zimekwenda kwake kimakosa. Afadhali ya nini? Nashukuru Mungu kubadili mawazo mabaya ya kutaka kujua. Kujua? Wewe ni nani? Sauti ya upande wa pili iliuliza kwa mshtuko. Kwa kweli mimi sikufahamu. Ni wazi umetuma ujumbe ambao umekosea namba. Inaonyesha kabisa ulikuwa na matatizo mazito sana na mpenzi wako. Lakini nashukuru Mungu umeweza kuachana na hayo mawazo mabaya ulionayo. Kumbe ndivyo ilivyokuwa. Kumbe alitumia simu yangu bila mimi kujua. Oho, Mungu wangu. Sasa kuna mtu ametumia simu yako? Okay. Huyo rafiki yako yuko wapi? Jana rafiki yangu alitimiza dhamira yake.
ya kutoa uhai wake. Mungu wangu, mbona kuna wanaume wana roho mbaya sana? Yaani unawezaje kumwacha mpenzi wako atoe roho yake kwa ajili yako? Makosa yanasemewa. Makosa yanasameka, na ndio maana penseli imekiwa ufutio, kwa vile wanajua kabisa kwamba kuna kukosea na kusahihisha pia. We kaka, labda tu nikwambie kitu kimoja. Dunia yote ingekuwa na wanaume kama wewe, ingegeuka pepo ya dunia. Kwani msiba uko wapi? Kama ni karibu, basi mimi nije nizike na mimi. Jambo la kushukuru, tulimwahi kabla hata hajaweza kujidhuru zaidi. Kwa sasa tupo hospitalini na sasa anaendelea vizuri. Afadhali. Asante Mungu kumwokoa mja wako. Kwani nyinyi mpo mkoa gani? Si tupo Mwanza. Mbona hata mimi nipo Mwanza? Mpo hospitali gani nije nimuone? Si tupo hapa Aga Khan. Basi ngoja nije nimuone. Yaani unajua kama angekufa ningeumia sana. Japo simjui, ila ujumbe wake umeniumiza sana. Sawa, karibu. Baada ya kukata simu, Abi alishusha pumzi ndefu na kumshukuru tena Mungu kwa kuyaokoa maisha ya msichana aliyeamini kabisa ya kuwa hana hatia. Abi alikwenda kuoga na kisha alibadili nguo na kutoka kuwahi hospitalini. Alipitia supermarket kwa ajili ya kununua vitu vya mgonjwa, japokuwa alikuwa hamjui huyo mgonjwa. Alikodi taxi na moja kwa moja mpaka kwenye hospitali ya Aga Khan. Baada ya kuteremka kwenye taxi, alipiga simu na kuelekezwa ya kuwa atamkuta mwenyeji wake nje ya wodi ya wanawake. Alielekea upande wa wodi ya wanawake na alimkuta binti mrembo ambaye alimchanulia tabasamu pana mara baada ya kuamini ya kuwa ndiye mgeni wake. Karibu mgeni wetu. Sheila alimkaribisha kijana Abi. Kwani ndio. Okay. Asante. Vipi hali ya mgonjwa? Mgonjwa hajambo kiasi. Twende kamwone. Sheila alisema huku akipokea mfuko wa vitu vilivyokuwa vimeletwa. Alimwachia maua ambayo alijua ya kuwa haya maua inatakiwa yeye mwenyewe huyu kijana Abi ndo akampatia mgonjwa. Mlango ulifunguliwa na hapo ndipo kijana Abi aliingia ndani. Kilikuwa ni chumba cha mtu mmoja. Walimkuta mgonjwa amepitiwa na usingizi. Macho ya kijana Abi yalimwona binti mrembo aliyekuwa amejilaza kitandani. Abi mpaka akajiuliza, hivi unawezaje kukubali ua kama lile la kupamba dunia liondoke hivi? Sheila alimsogelea na kumtikisa kidogo binti yule aliyefahamika kwa jina la Zawadi. Zawadi alifumbua macho yake na akakutana na mwanaume mgeni mbele ya macho yake. Bila ya kusema neno, aliweza kumtazama kwa muda huku akilazimisha akili yake kuweza kumtambua aliyekuwa amesimama pembeni ya kitanda akiwa na maua mkononi, lakini Zawadi hakupata jibu ya kwamba huyu mwanaume ni nani. Alitamani yule mtu aliyesimama na maua angekuwa ni mpenzi wake Jimmy, basi angepiga kelele ya furaha. Pole sana dadangu. Abi alimpa pole binti huyu wa kuitwa Zawadi, ambaye bado Zawadi alikuwa yuko njia panda. Asante, alijibu kwa sauti ya chini yenye kusikika huku akijiinua na kukaa kitako. Abi alimpa maua binti huyo Zawadi, ambaye aliyapokea huku akiwa na yashukuru. Asante sana kakaangu. Binti huyu wa kuitwa Zawadi alishukuru huku akiwa bado akimtazama yule kaka mtanashati tena maridadi kweli kweli. Mrembo, unajua thamani ya mtu si kwa mtu mmoja bali ni dunia nzima. Abi alimsemesha binti huyo Zawadi kwa sauti ya dim kabisa, sauti ambayo inaweza ikazimisha dunia inayowaka moto. Ni kweli kakaangu, lakini moyo una nafasi moja tu ya upendo. Pia hakuna mzani sawa wa upendo. Ni kweli kabisa dadangu, lakini mbegu ya upendo humea kwenye udongo wenye rutuba.
rutuba ya mapenzi na kamwe hauoti kwenye jiwe. Naam, kauli ile ilimfanya binti huyo wa kuitwa Zawadi amkazie macho kijana Abi, macho yake makubwa kidogo. Abi ambaye alikuwa hamjui Zawadi, ilibidi tu Zawadi amuulize huyu kijana, unamaanisha nini kusema hivyo? Kabla sija kujibu chochote, nilitaka kujua kwa nini binti mrembo kama wewe umeweza kuchukua maamuzi mazito kama haya. Mimi siamini hata kama nitakueleza kila kitu. Hata kama nikikueleza kila kitu, je, utaweza kutatua tatizo langu? Siku zote kila aliyeshika kichwa chake anakuwa na maumivu yake, na maumivu ya moyo yanakuwa hayana wa kuyapokea. Zaidi tu mimi mwenyewe inabidi niweze kuyapokea. Kwa kauli yako ni sawa unachokisema, lakini maumivu yako wewe yanaweza kasambana kuwaumiza wale wapendwa wako. Unafikiri wangapi wangeumia kwa uamuzi wako wakati aliyesababisha hajui maumivu yako, anaendelea tu na starehe zake na wala hata hagongwi na mshipa wa kichwa? Kwanza kakangu, kabla yote nataka kujua wewe ni nani. Mbona sijawahi kukuona kabla kwenye maisha yangu? Zawadi alitaka kumjua kijana Abi. Alitaka kumjua mwanaume aliyekuwa amesimama pembeni yake, mwenye maneno aliyoyatamani kuyasikia kwa kipenzi chake Jimmy. Abi alimweleza kilichosababisha yeye kuwa pale. Pamoja na kwamba sikujui dadangu, lakini niliumia sana kutokana na jumbe zako kuonesha kwamba umeumizwa sana na mapenzi. Ningeumia zaidi kama ungeweza kupoteza maisha kwa ajili ya mapenzi ya mtu asiyekuwa na thamani ya upendo wako, yani asiyeona thamani ya upendo wako kwake. Wapenzi wengi unajua hawathamini upendo wa watu wanaowapenda. Na mimi naweza nikawafananisha na kama watu ambao wanaofurahia mshumaa. Mwanga wa mshumaa watu wanaofurahia, lakini mshumaa hutoa machozi, unateketea mdogo mdogo, lakini watu hufurahia tu mwanga wa mshumaa na sio maumivu anayoyapata mshumaa. Mungu wangu, pole kwa usumbufu nilokusababishia kakaangu. Nina imani kwamba haina maana pia. Yani sioni umuhimu wa kumhadithia kila mmoja, kwa vile nikishamaliza hata kukusimulia mimi maumivu yangu yanaanza upya. Nimeapa kwamba sitolizungumza tena, bali tu nitamwachia Mungu. Binti huyo kuitwa Zawadi alisema kwa sauti ya chini, lakini sauti tamu kama kinubi cha Mtume Sauli. Nisikilize dadangu, hujui ni kwa nini ujumbe ule umekuja kwangu. Siku zote Mungu ana makusudi yake. Siku zote kuyahifadhi maumivu moyoni ni sawa na kutengeneza sumu. Sawa dadangu? Na damu chafu inapokaa muda mrefu inatengeneza jipu. Hebu nione mimi kama ndugu yako, tubadilishane mawazo ili kuweza kuiondoa sumu moyoni mwako, ili utambue thamani yako chini ya hili jua. Naam, Zawadi alijikuta kishangaa busara za yule mwanaume aliyeonekana mwenye busara na huruma, japo hakupenda kuyakumbuka yale aliyofanywa na mpenzi wake Jimmy, ambayo hufanya moyo wake uvuje damu ndani kwa ndani. Hakuona jinsi zaidi tu ya kumhadithia mkasa mzima uliosababisha kuvunjika kwa penzi lake na mchumba wake aliyebakisha siku chache tu afunge ndoa. Zawadi mara baada ya kunywa fundwa chache za maji alishusha pumzi, akatulia kwa muda, na kisha alianza kwa sauti ya chini. Kakaangu, ndio nakusikiliza. Yani hata sielewi ni una nguvu gani kuweza kuubadili moyo wangu, lakini niliapa sitaongea tena na mtu
zaidi tu ya shoga yangu kipenzi Sheila. Wala tusijali dadangu, wewe nieleze, tunakusikiliza. Iko hivi. Mimi mwaka 1.5 uliopita niliangukia kwenye penzi la kijana mmoja hivi, mashallah, ambaye alinifanya niamini ya kuwa pepo ya duniani ipo hapa hapa duniani. Nilipendwa kakaangu. Nakiri ya kuwa nilipendwa. Dunia nzima ikajua kuwa napendwa. Na mimi wala hata sikuhofu kuweza kujitupa kwenye kina kirefu cha penzi bila hata ya hofu ya kuzama. Kwa vile boya langu lilikuwepo. Siamini kakaangu. Binti huyu Zawadi alinama na kuanza kulia kilio cha kwikwi kutokana na yani alikuwa kama anatonosa donda lake la moyo. Dadangu, najua inauma. Na kuomba ujikaze kikike umalizie kuniambia. Abi alisema huku akimpatia tishu bidada huyu ili afute machozi. Mara baada ya kufuta, bidada huyu aliendelea kwa kusema, kiukweli bado siamini kilichotokea kwenye maisha yangu. Siamini kilichonitokea juzi ni kweli ama ni ndotoni. Heri iwe ndoto ili nikiamka isiwe kweli, lakini haikuwa hivyo. Kilichonitokea ni cha ukweli kabisa. Penzi langu mimi na Jimmy lilifutika ghafla kama vile vumbi lililopuku. Zawadi alijitahidi kumhadithia Abi kila kitu akiwa katika maumivu makali mno, akiamini kabisa ameonewa. Mpaka namaliza kumhadithia, alikuwa kwenye hali mbaya sana iliyopelekea pressure kupanda. Ilibidi amwai. Akatoa pale taarifa kwa manesi na madokta, wakaja pale mbio mbio. Wakamtundikia drip ya kuweza kumteremshia maji iliyomfanya apitiwe na usingizi kabisa. Kijana Abi alimwangalia binti huyu Zawadi kwa huruma mno, lakini alimhakikishia shoga yake Sheila ya kuwa atakuwa vizuri akiamka. Abi alishinda na Zawadi pale hospitalini. Naam, msikilizaji, miezi 3 nyuma iliyopita, machozi ya msichana Mage yalikuwa yakibubujika kama vile maji yanayoporomoka kutoka juu ya kilima bila hata kizuizi chochote, na kusababisha fulana aliyokuwa ameivaa mpenzi wake Jimmy kuloa kama vile imechovya kwenye maji. Jimmy alionekana akisema, Mage mpenzi wangu, ni mapema sana wewe kuweza kujikatia tamaa. Kwa vile hili wameamua wao na sio mimi. Mimi sijaamua Mage, na kuomba unielewe hiki ninachokisema. Jimmy, hivyo Jimmy wakunidanganya mimi? Jimmy, hakuna kitakachobadilika ikiwa wazazi wako wamekwisha kuamua. Mage, hebu nisikilize. Thamani yako mimi ndo naijua. Sijui unanielewa? Mungu mkubwa wewe. Jimmy, kama ungekuwa unaijua thamani yangu, usingekubaliana na walichokiamua wazazi wako. Kweli, Jimmy, wazazi wako wanakwenda kumchumbia mwanamke usiyemjua. Mage, nikueleze mara ngapi? Hakuna mimi mwanamke ninayempenda zaidi yako. Mimi nakuapia chini ya anga ya Mwenyezi Mungu, mwanamke mimi niliyechaguliwa na wazazi wangu sitamuoa, ila mimi nitakuoa wewe Mage. Mimi nakuhitaji wewe, nakupenda wewe. Yaani kwa nini wasikilize wazazi wangu ili hali mimi na chaguo langu moyoni? Mungu mkubwa wewe. Kama umesema kwamba maandalizi ya harusi yamekwisha kuanza, kadi zimeshaanza kusambazwa, haya ni muujiza gani huo utakaweza kuzuia harusi yako? Jimmy, wewe unanichukuliaje mimi? Unanichukuliaje Jimmy? Kama mimi ni poa poa tu unaweza kanidanganya vile ambavyo unajisikia, si ndio Jimmy? Mage alimuuliza Jimmy huku macho yake yakiwa yamefunikwa na machozi. Hebu nisikilize Mage.
We Mage, unaniamini mimi ama mimi huniamini? Nakuamini Jimmy, ila nakuhakikishia siku utakayofunga ndoa ndio siku ya mauti yangu. Hebu nisikilize, amini ya kuwa uhai wako upo mikononi mwangu. Mimi nakuhakikishia sitakutupa, niamini mimi. Jimmy, nakuamini, ila ukienda kinyume na hayo unaoniambia hapa, ukienda kinyume Jimmy, nisikilize Mage, huna haja ya kuweka ahadi zisizokuwa na kichwa wala miguu. Mimi sitakwenda kinyume na hiki nilichokiongea. Jimmy, mimi nitajiua. Mage, siwezi kwenda kinyume na ahadi yangu. Siwezi kuyaacha machozi yako yapotee bure kama mshumaa. Sijui unanielewa Mage? Nisikilize mimi. Naam, kijana Jimmy alikuwa yupo kwenye wakati mgumu mno, na hii ni mara baada ya kumweleza mpenzi wake uamuzi wa wazazi wake kumtafutia mchumba mwingine tofauti na kipenzi chake Mage, ambaye alimwahidi angemoa na pia alikuwa akifahamika kwao. Sasa sijui ilikuwaje wazazi wa Jimmy wakamtafutia Jimmy mwanamke mwingine. Hasa mama yake Jimmy hakumpenda Mage kabisa, na hii ni kutokana na tabia zake za ugaibuni za kuvaa nguo zilizokuwa zinamweka nusu utupu. Mage alikuwa anapenda starehe. Mage alikuwa anapenda kujirusha kwenye kumbi za usiku, kitu kilichokwenda tofauti kabisa na mila na desturi ya Mtanzania. Kuvaa nguo zenye heshima na utulivu, hiyo ndo desturi ya Mtanzania. Mage alikuwa na uzungu mwingi, kitu ambacho mama yake na Jimmy hakukifurahia, hakupendezwa nacho. Wazazi wa Jimmy walimweleza mtoto wao juu ya maamuzi waliokuwa wameyachukua, na walimwambia Jimmy, mavazi anayovaa huyu mpenzi wako Mage yanatuchukiza. Huyu mwanamke Mage sio sahihi kwa maisha yako kijana wetu. Msikilizaji, wazazi wa Jimmy walikuwa ni wacha Mungu ambao waliishi, walikula na kuvaa vitu vilivyokuwa vinampendeza Mungu. Jimmy alitumia muda mwingi sana kumshawishi mpenzi wake Mage abadili mavazi, lakini ilikuwa ni kazi ngumu mno kubadilika kwa vile Mage alikuwa anaamini. Wazazi wa mpenzi wake walikuwa wamepitwa na wakati. Mage alikuwa anaamini kuvaa kwake vile nusu tupu ndio kulikuwa kunaenda na fashion, kulikuwa ni kwenda na wakati. Hivyo Mage hakuwa tayari kabisa kubadili uvaaji wake. Msikilizaji, hali ile ilipelekea wazazi wake na Jimmy kumpiga marufuku mtoto wao Jimmy kuwa karibu na Mage, kitu kilichompelekea kuishi maisha ya kujificha Mage. Alikuwa anaingia usiku nyumbani kwa kina Jimmy, na Jimmy alikuwa anaondoka usiku bila hata kuaga wazazi wake, anakwenda kumwona Mage. Hali ile iliweka ufa katika uhusiano wao. Ilipelekea mpaka Jimmy amtahadharishe mpenzi wake. Sasa taarifa za Jimmy kutafutiwa mchumba na wazazi wake zilimshtua sana Mage na hata Jimmy mwenyewe. Jimmy alikuwa anaamini Mage akibadilika basi angekuwa na nafasi kubwa mno ya kuwa mkewe. Jimmy, kabla ya kumweleza mpenzi wake uamuzi wa wazazi wake juu ya kumtafutia mchumba, Jimmy alikwenda dukani, alinunua nguo za heshima zaidi ya pea kama 10, akampelekea mpenzi wake ili abadili mavazi kabla ya kumtetea kwa wazazi wake. Jimmy alipofika kwa Mage akamwambia Mage, mpenzi wangu, nimekuletea nguo. Wewe, nguo hizi za nini sasa? Mage alimuuliza Jimmy huku akizitoa kwenye mifuko. Nisikilize Mage, unatakiwa kuweza kuanza kuvaa hizi nguo kuanzia leo. Mpenzi wako Jimmy, unajua mimi sio mapigo yangu haya. Nakuelewa Mage, lakini zivae ili wazazi wangu waone kwamba wewe umebadilika, na nimewaahidi kwamba umebadilika. Jimmy mpenzi, siwezi kuvaa hizo nguo. Sijui magauni marefu, sijui kama mtawa au kama mwanamke mjane. Hapana mwenzangu. Mage, kiburi chako hiki ipo siku kitalipoteza penzi letu. Niamini mimi ninachokwambia. Jimmy mpenzi, hivi mavazi yangu mbona ni ya kawaida?
Sijawahi kuwasikia wazazi wangu wakishtuka wala wakinisema. Nisikilize Jimmy, siwezi kuvaa mavazi ya kizee hivi. Haya, hili umbile ili ungelionaje kama mimi ningevaa mavazi ya design? Ungenitaka mimi? Mage aliuliza huku akijigeuza katika vazi la gauni fupi lililokuwa limeishia chini ya makalio yake. Ni kweli mpenzi wangu Mage, nakuelewa. Lakini utamaduni wa Kitanzania una mavazi yake. Usipobadilika kimavazi, narudia tena, utanipoteza. Jimmy, utakuwa tu umeamua. Kumbuka wewe ndiye uliniambia kwamba mavazi ninayoyavaa ndio ambayo unayapenda. Ni kweli Mage, nayapenda sana. Sasa itafute kwanza ndoa, na tukishakuwa kwetu vaa utakavovaa. Yaani hata kama ukitembea bila nguo ya ndani sawa tu, si tutakuwa tupo kwetu, hakuna cha kuweza kutuingilia. Lakini sasa hizi itafute kwanza ndoa, ni kuoe kwanza. Ukisikia sasa nidhamu ya uoga ndio hiyo hapo. Lazima wazazi wako waende na kati. Jimmy, mimi mtoto 2000, unanivalishaje wewe manguo ya mwaka 1900 huko? Na Mage, unajua ni kwa nini nimekuletea nguo hizo vai? Si unataka kuwafurahisha wazazi wako ama? Sio kweli. Haya, kwa nini umeniletea wewe manguo yako hayo ya mwaka 1990? Mia nini? Naam. Hapo Jimmy ilibidi amueleze mpenzi wake Mage kila alichokuwa amekikuta nyumbani kwao jana yake usiku mara baada ya kurudi nyumbani. Msikilizaji, jana yake usiku Jimmy baada ya kutoka kula raha na mpenzi wake Mage akiwa ametoka kuoga, alijifuta maji kwa taulo. Mlango wa chumbani kwake uligongwa. Ilibidi aulize nani? Jimmy aliuliza bila hata ya kugeuka, akiwa bado ameupa mgongo mlango. Na hapo ndipo iliposikika sauti ya dada wa kazi akisema, "Ni mimi kaka." Oho, Suzy, leo mimi sili chakula, nimeshiba huko nilipokuwa nimetoka. Hapana kaka, mama anakuita. Kuna nini tena kuitwa usiku huu jamani? Kaka, mimi nitajuaje, lakini mama anakuita. Okay, sawa, nakuja. Jimmy mara baada ya kuvaa singlet na bukta alikwenda mpaka sebleni. Walipokuwa wamekaa wazazi wake kwenye kochi moja, alikwenda kukaa kwenye kochi la mtu mmoja lililokuwa lipo karibu kabisa na wazazi wake. Jimmy aliwaitikia wazazi wake, "Naam wazazi wangu, nimeitikia wito wenu." Baba yake na Jimmy akasema, "Jimmy, kwani leo ni lini?" Jimmy kwa vile aliulizwa swali na swali ambalo lilimshtusha kwa sema kweli, lilimfanya mpaka asahau siku ile ni siku gani. Ikabidi angalie juu, akawa anaitafuta siku ile na akagundua kwamba ilikuwa ni siku ya Jumapili. Akamwambia mzee, "Leo ni Jumapili." Okay, sawa. Sasa nisikilize Jimmy. Jumamosi ijayo tutakuwa tuna safari ya pamoja. Baba, tunakwenda wapi tena wazazi wangu? Tunakwenda Kilimahewa. Baba, kuna nini huko Kilimahewa? Kuna binti mmoja tumemwona, kwa kweli ni mwanamke mzuri sana. Yule binti anajiheshimu, ni mcha Mungu. Kwa vile sisi wazazi wako tumemwona na tumemfuatilia kwa muda, tumevutiwa naye. Na pia familia yake ni wacha Mungu. Nina imani Mungu kasikia maombi yetu, katupatia tulichokiomba. Wazazi wangu, lakini mbona mimi na mchumba wangu tayari? Jimmy alishtushwa na kauli ya wazazi wake ya kwamba ametafutiwa mchumba, wakati wakijua kabisa yeye ana mpenzi wake ambaye ni Mage. Tusikilize kijana wetu. Wewe mchumba wako nani? Mbona sisi wazazi wako hatumjui? Wazazi wangu, mimi mchumba wangu si Mage na wote mnamjua. Eti mama, baba. Wewe Jimmy, wewe unataka kutuambia nini? Yule mwanamke kahaba yule, mtembea uchi yule, ndio unasema mwanamke wako? Wazazi wangu, Mage amebadilika sana sasa hivi. Mage anavaa nguo ndefu mama. Mage anavaa nguo za heshima. Jimmy alimtetea mpenzi wake huku akipanga kesho yake akamnunulia nguo za heshima na kisha aende naye nyumbani ili wazazi wake wabadili uamuzi wao wa kumtafutia mwanamke mwingine tofauti na Mage. Wewe Jimmy, hebu tusikilize vizuri.
hili swala sisi wazazi wako tuliongea kwa muda mrefu sana, lakini ulitudharau. Tulikupa upendeleo lakini umeshindwa kuweza kuutumia. Wazazi wangu, hebu nawaombe mnipe nafasi nyingine. Jimmy, tumekuita kukujulisha Jumamosi tunakwenda kumuona mchumba wako. Sasa hivi nenda kapumzike, panga mambo yako, ukijua kabisa tuna safari ya umuhimu na ni lazima wewe uwepo. Sawa wazazi wangu, nimewaelewa. Jimmy ilibidi wakubalie wazazi wake, akiamini mavazi atakayoweza kumnunulia yataweza kubadili mawazo ya wazazi wake. Naam. Hapo sasa Maggie alishtushwa na maelezo ya mpenzi wake huyu Jimmy, jinsi alivyoitwa jana yake na kuelezwa safari ya kwenda kumuona mchumba wake ambaye tofauti na yeye Maggie. Maggie akasema, Mungu wangu Jimmy, kwa hiyo jana wazazi wako ndio wamekuambia haya mambo? Ndio. Kwa wazazi wako ndio wamefikia huo uamuzi? Lakini Jimmy, mimi nilikueleza mapema, wazazi wako wale mimi hawanipendi, wamenitafutia tu sababu. Nisikilize Maggie, wazazi wangu mimi siwezi kuwalaumu kwa vile walinieleza mapema ya kwamba wanapenda mwanamke wangu awe vipi. Hivi Jimmy, mwanamke anayevaa nguo kama za kwangu lakini mbona mwaminifu tu katika ndoa yake? Na wapo wanawake ambao wanavaa manguo hayo ya kuziba mwili mzima lakini sio waaminifu katika mahusiano. Sasa kipi bora? Bora ni mwanamke mwaminifu katika uhusiano wake. Sasa Jimmy, mimi nimewahi kukusaliti wewe? Sasa kwa nini wazazi wako wananihukumu kisa tu mavazi? Hapana, hujawahi kunisaliti Jimmy. Baada ya kuanza uhusiano mimi na wewe, nilifunga yote ya zamani na moyo wangu nilikukabidhi wewe. Hivi Jimmy, unajua ni wanaume wangapi mimi wamenifuata, tena wenye pesa kukuzidi hata wewe, lakini mimi nilibaki kwenye msimamo wangu? Nilitoboa macho yangu, nikawa kipofu, nikakuweka wewe peke yako moyoni mwangu Jimmy. Jimmy, kujitoa kwako, wazazi wako wameamua kunitendea ukatili kama huu. Mimi kujitoa kwako Jimmy, wazazi wako wanaamua kunitendea mimi hivi kweli? Mage, bado hujachelewa. Nakuomba kuanzia leo basi mpaka siku ya harusi yetu uvae haya mavazi. Nisikilize Jimmy mpenzi, mbona unanipa mtihani mzito? Hata nyumbani pia mimi watanishangaa. Mage, hivi kweli unanipenda mimi? Nipo tayari kupoteza maisha yangu kwa ajili ya penzi lako kwangu. Basi sitaki kuongezea neno, kuanzia sasa hivi vaa hizo nguo. Sawa mpenzi wangu, kwa ajili yako nitazivaa. Vaa sasa hivi na kisha mguu wangu mguu wako mpaka nyumbani. Alafu pia rudisha tabia yako ile ya zamani ile kabla hujaenda Marekani. Piga goti unapowasalimia wazazi wangu. Ongea nao kwa heshima, kwa upole. Kuwa mkimya. Usizungumze tu bila sababu za msingi. Zungumza pale panapobidi kuzungumza. Sawa, somo yangu kwa unyago wa mwendo kasi, nashukuru. Baada ya makubaliano, Maggie alivaa nguo alizokuwa amenunuliwa na Jimmy na kumfanya badilike aonekane ni binti mwenye heshima mbele ya mtu yeyote. Wow. Ongera sana mpenzi wangu, unajua umependeza sana. Jimmy, utaniudhi. Ina maana siku zote mimi nilikuwa nachekesha au? Hapana mpenzi wangu, unajua kila nguo inakupendeza, wasiwasi wako tu. Wakati wewe unafurahi mimi kwangu, wewe unafurahi mimi kwangu, haya ni mateso. Nimekuwa kama vile nimevalishwa gunia, yani mwili wote umekosa uhuru kabisa. Yani hapa najiona mzito kweli kweli. Sawa mapenzi tu na nguvu, bila hivyo mimi hizi nguo kwa sasa hapana, isemi univalishi, nakwambia ukweli Jimmy. Jimmy pamoja na mpenzi wake Maggie waliingia kwenye gari na kwenda nyumbani kwao ili wazazi wake wamuone muonekano huo mpya. Mara baada ya kufika, wakabofya kengele. Aliyefungua geti alikuwa ni dada wa kazi ambaye ni Suzy. Mara baada ya kuingiza gari ndani, alikwenda kumfungulia mlango mpenzi wake Maggie. Suzy, ambaye ni house girl, aliyekuwa kirudi ndani mara baada ya kufunga geti, alishangaa kumuona binti mrembo akishuka kwenye gari. Mpaka Suzy alijiuliza, mrembo yule ndiye mchumba mpya wa Jimmy? Na hii ilikuwa ni mara baada ya siku moja tu
kuyafumania mazungumzo ya waajili wake juu ya kutafutiwa mchumba mwingine wa kuoa. Suzy moyoni alisifia sana uchaguzi bora wa wazazi wa Jimmy, ya kwamba wazazi wana jicho la kuchagua msichana mrembo kama yule. Suzy alivyokuwa anapiga hatua kusogea karibu na gari la Jimmy, alishtushwa na sura ambayo haikuwa ngeni machoni mwake. Huyu si Mage? Jamani, kumbe msichana mzuri japo mrembo, lakini mavazi yamemwongezea heshima na uzuri wake kuongezeka maradufu. Nyinyi. Alijikuta na tabasamu housegirl huyu. Aliamini wazazi wa Jimmy wakimuona hivi Mage, hakuna anayeweza kumtafutia msichana mwingine kijana Jimmy. Mage huyo, Suzy alisema huku akitanua mikono ili kumkumbatia. Walikumbatiana kama ilivyokuwa siku za nyuma, maana wanafahamiana. Mage alikuwa ni binti mcheshi mwenye mapenzi kwa mtu yoyote, kitu kilichomfanya hata huyu housegirl Suzy aumie kusikia Jimmy anataka kuozwa mwanamke mwingine. Ndo mimi kipenzi, niko hapa. Karibu sana, nilikumisi. Nimerudi kamili gado, achwe mtu hapa. Mimi dua zangu zote zilikuwa siku moja uwe wifi yangu. Karibu malkia wangu, karibu nyumbani. Jimmy alimkaribisha Mage kwa heshima zote. Asante mfalme wangu. Walishikana mikono na kuelekea ndani. Wakati huo gari la wazazi wa Jimmy lilikuwa likiingia na kumwona Jimmy akiwa ameshikana mkono na mwanamke aliyeonekana mrembo na muungwana. Baba yake na Jimmy akauliza, kwani Jimmy yuko na nani tena mbona? Baba yake Jimmy aliuliza, mme wangu, hivi wewe Jimmy utamweza? Najua kaenda kutafuta mwanamke mwingine ili tu asiende kumoa yule mwanamke si tulomchagulia, alijibu mama yake na Jimmy huku akiteremka kwenye gari. Wakati huo Suzy alikuwa ameshafika kupokea mizigo michache. Suzy, mama, hivi kakako Jimmy ameleta kituko gani ndani ya nyumba? Yule si wifi Mage? Mage? Mama Jimmy alishtuka kama vile kaona ng'ombe ambaye ametaga mayai. Aise, kazi ipo, alisema baba Jimmy huku akifunga mlango wa gari kwa remote. Mbona umesema hivyo mume wangu? Jimmy ametupiku, hatuna jinsi. Hapana mume wangu, ni mapema sana, wala usiseme hivyo. Kwani unasema hivyo mke wangu? Siku zote mjusi ageuki kuwa nyoka, hata kama ukimpaka unga. Unamaanisha nini? Tutajua tu, ni mapema sana tu, tuwe tunasubira mume wangu. Sawa, lakini unajua binadamu wanabadilika. Ndicho ninachokitaka. Tutajua kama amebadilika kweli, basi tutabadilisha gia hewani. Tunachotaka ni furaha ya mtoto wetu pamoja apate na mke aliyekuwa bora. Muda wote Suzy, huyu housegirl, alikuwa yuko kimya akifuatilia mazungumzo yale bila ya wao wenye kujua. Alikwenda mpaka chumbani kwa Jimmy na kisha alienda kugonga mlango. Mara baada ya muda Jimmy alitoka na akakutana na huyu Suzy. Alijua kabisa Suzy ametumwa na wazazi wake ambao aliwaona wakiingia. Suzy alimuita kwa ishara na Jimmy alitoka nje kwa ajili ya kumsikiliza. Vipi da Suzy, naona umeniita? Kaka Jimmy, umetisha. Nimetisha nini tena Suzy, mbona sikuelewi? Turufu uloicheza leo imemaliza mchezo wote. Una maana gani kusema hivyo? Hapo Suzy ilibidi amueleze yote aliyoyasikia kwa wazazi wake. Jimmy mara baada ya kumsikiliza akamwambia, sikiliza Suzy, tatizo hapa ni wifi yako. Angenisikiliza huku wala hata tusingefika. Kaka Jimmy, basi hakikisha wifi hajichanganyi, avumilie kuvaa mavazi yale mpaka harusi yenu ipite. Kama vile ulikuwa kilini mwangu dogo, na ndicho nilichomwambia. Naam. Baada ya muda Mage alitoka sebuleni kwa ajili ya kuwasalimia wazazi wa Jimmy kwa heshima zote kwa kupiga magoti, kitu ambacho kiliwavutia mno wazazi wa mpenzi wake ambao usiku wa siku ile walichelewa kulala ili kujadili mbadala wa Mage na wakapata kumwona mwanamke wa haja kweli kweli. Naam, wazazi wa Jimmy walikubaliana kuomba udhuru kwa wazazi wa mchumba waliomchagulia kijana wao. Wazazi hao
walipokea hilo bila hata ya pingamizi. Wakati huo, msikilizaji, Mama Jimmy aliamua kufanya uchunguzi wa kimya kimya kuona mavazi aliyoyavaa mbele ya macho yao ni ya kweli amebadilika au tu ni watangaze ndoa au ni magumashi. Sasa Mage, mara baada ya kutoka kwa mpenzi wake Jimmy, alirudishwa kwao. Alipofika kwao, walimshangaa mavazi aliyokuwa ameyavaa. Mpaka dada yake akamuuliza, wewe mwenzetu, vipi, kulikoni, mbona umevaa mavazi haya? Aliuliza dada yake Mage. Mage akasema, dada, haya mavazi navaa na itafuta tu ndoa. Mdogo wangu, hata hivyo umependeza. Dada wewe acha tu. Yaani hapa naona kama vile nimevaa gunia. Yaani naona kama vile naungua moto ndani kwa ndani. Mdogo wangu, nakujua. Vumilia kwa kipindi hiki tu. Si unaitaka ndoa? Vumilia. Hizi nguo nitazivaa siku ambayo mimi nakwenda ukweni tu. Sio katika mitoko yangu, siwezi mikuvaa hivi. Hapana mdogo wangu, vumilia. Pia punguza mitoko isiyokuwa lazima ili kuitafuta ndoa, au vaa usiku ukitoka. Sawa. Haina shida dada, nimekuelewa. Naam, wiki ilikatika kukiwa hakuna taarifa yoyote iliyomfikia Mama Jimmy kuhusu Mage, kama kweli amebadilika kweli. Wakati wazazi wa Jimmy walijipanga kwenda kujitambulisha kwa wazazi wa Mage ili kupeleka posa na mipango ya harusi, Jimmy alielezwa ajiandae. Wiki inayofuata watakwenda kujitambulisha kwa wazazi wa Mage na kisha watatoa posa na maandalizi ya harusi yaanze mara moja. Taarifa zile zilimfikia Mage, ambaye aliwajulisha wazazi wake ujio wa wazazi wa Jimmy kwa ajili ya kujitambulisha. Naam, dada yake alimweleza mdogo wake Mage atulie, kwani kipindi kile kilikuwa ni cha umuhimu sana, hasa kutokana na kwamba kulikuwa kuna uwalaki uliokuwa umewekwa na wazazi wake na Jimmy. Dada, hivi kwani mimi nikitoka usiku nani ataniona? Natoka na gari, narudi na gari. Pia kuna wakati nitakuwa nipo na mchumba wangu, sio mwanaume mwingine. Sawa Mage, lakini Mage, kuti la mazoea usiliamini sana. Tatizo lipo kwa wazazi. Ingekuwa ni mchumba wako kusingekuwa na tatizo. Dada, mimi nitatulia. Posa ikiingia tu ndani, sitoki mpaka ndoa. Haya, sawa. Naam, siku 3 kabla ya kwenda kujitambulisha, Mama Jimmy alipokea bahasha kutoka kwa shushushu wake. Alipoifungua alikutana na picha za mkwe mtarajiwa akiwa yuko klabu akijirusha huku akiwa na mavazi tata kweli kweli. Picha nyingine alikuwa yupo kwenye supermarket Kimwaga iliyopo maeneo ya Kamanga akiwa katika mavazi yake ya nusu utupu. Baada ya kuzirudia zaidi ya mara 5 zile picha, ilibidi ampigie simu shushushu wake. Akamwambia, we Sam, hizi picha za Tanzania au alipokuwa Ulaya? Sam akasema, mama, hizo picha ni za jana usiku. Mbona zinanichanganya? Hivi Jimmy analijua hili? Mama, jana Jimmy alipotoka alivaa nguo gani? Alivaa t-shirt ya njano yenye mikono mirefu yenye kofia. Basi mwangalie vizuri, mwenye fulana ya njano. Mama Jimmy alituliza macho yake na akajikuta akishosha pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti ya chini, nilijua tu, hata siku moja mjusi hawezi kugeuka kuwa nyoka, hata kama kipakwa unga. Hivi, na hizi picha za supermarket ni za lini? Ni za leo asubuhi, tena gari alikuwa akiliendesha yeye mwenyewe. Mama, sijui nisemaje, hiko kigauni alichokivaa mama, ni chepesi kweli kweli, na nina wasiwasi kwamba hakuwa amevaa hata nguo ya ndani. Kwa kweli mama, ni mpaka aibu. Yaani amevaa yeye, lakini aibu nilikuwa naona mimi. Isingekuwa umenipa kazi, nisingekuwa eneo lile. Na hata sijui ni kwa nini yani hajiheshimu huyu. Uzungu yeye umemharibu shemeji yangu. Okay, sawa Sam, nashukuru sana. Taarifa ile ilibidi amfikishie mume wake ambaye hakuamini, alijua zile picha labda zimetengenezwa na sio za kweli. Mume wangu, wewe si mpaka uone, nitakupeleka ukaone. Lakini mke wangu, haya mambo ya watoto tusiwachunguze sana. Aha, kwa hiyo wewe mume wangu upo tayari kumuona mwanao Jimmy anapotea? Kama upo tayari, Jumapili twende tukatoe posa. Hapana mke wangu, unajua wasiwasi wangu siku Jimmy atakapokuwa mbali na sisi. Nina wasiwasi wa huyu mkwe
kwenda klabu au supermarket na nguo ya ndani tu. Hili mimi nilijua tu. Nilijua mapema, hata zile nguo za heshima alizokuja nazo hapa, nilijua kabisa hakuvaa kwa hiari yake, bali kwa shinikizo la Jimmy. Sasa tunafanyaje mke wangu? Tunamuita Jimmy, tunamuelekeza ukweli, na kisha tunarudi kilima hewa na zoezi litakwenda haraka mno. Sawa mke wangu, kwa hili mimi sina neno. Nimekaukiwa maneno kabisa. Naam. Msikilizaji, wakati Mage akijiandaa kupokea wageni, dada yake alikuwa yuko makini mno kwa mdogo wake kuhakikisha kwamba hafanyi makosa kabla ya ndoa. Alishtuka kumwona mdogo wake akiteremka kwenye gari na kutoka na vitu alivyokuwa amevinunua supermarket kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Dada mtu alishtuka. Mavazi alikuwa ameyavaa mdogo wake Mage, ambayo aliamini kabisa kama angekutana na mkwewe ndoa ingepeperuka. Ilibidi amwambie, wewe Mage mdogo wangu wewe, mavazi gani ya kwenda nayo supermarket? Kwa dada, ndio mwanzo kuniona leo au? Sio leo Mage, lakini sifa yako ya mavazi itapeperusha ndoa yako. Yaani kwa nini umekuwa ni sikio la kufa mdogo wangu? Kwa nini? Dada, huo uoga mwingine ni mbaya. Mimi nimetoka na gari, nimeteremka, nimeingia supermarket, nimerudi kwenye gari. Kwanza asubuhi nani wa kuweza kuja huko supermarket? Nisikilize mdogo wangu, hukutakiwa kufanya kosa la kijinga kama hili. Dada wewe. Ndoa mimi si ninyime uhuru wangu sasa. Ndoa, yani kila kitu ndoa. Mage alisema kwa kujiamini huku akiingia ndani. Wakati Mage akijiamini kwa kila alichokuwa anakifanya, mchumba wake Jimmy alikuwa akitoka gym kufanya mazoezi. Mara baada ya kuingia chumbani, alikuta bahasha juu ya kitanda. Na kabla kwenda kuoga akafungua bahasha ile, alikutana na picha za mtoko wa jana yake, yeye na mpenzi wake. Japo alishtuka, lakini aliamini kwamba anaweza akamtetea kwa kusema kwamba yeye ndiye aliyemlazimisha kwenda klabu na hata mavazi yale yeye ndiye aliweza kumchagulia. Japokuwa Jimmy aliamini atakuwa na wakati mgumu mno kumtetea mpenzi wake huyu kwa mama yake. Mama yake alionekana haitaki hiyo ndoa toka zamani. Sasa akiwa bado anatafuta cha kumdanganya mama yake, huku akiendelea kuzipekua picha hizo, picha ambazo amezishikilia mkononi mwake, ghafla alishtuka kuona picha ya mchumba wake huyo akiwa supermarket, huku akiwa na nguo ya hatari kweli kweli. Jimmy alitulia akawa anajiuliza, picha ile imepigwa lini? Za klabu zilipigwa jina yake. Sasa kabla ya kufanya kitu chochote, Jimmy ilibidi ampigie simu mpenzi wake Mage. Mara baada ya simu kuita, ilipokelewa upande wa pili. Hello my husband to be. My sweetheart. Niambie mme wangu wa maisha, mme wangu mtarajiwa. Eti mpenzi, wewe lini umekwenda supermarket? Kwa nini unaniuliza hivyo? Jibu swali na usiniulize swali. Jimmy alikasa sauti kidogo kuonesha kwamba alitaka jibu na sio kuulizwa swali juu ya swali. Nimeenda leo asubuhi mpenzi wangu. Wewe umejuaje kama nimeenda supermarket? Ulikwenda na nani uko supermarket? Peke yangu. Mbona unanitisha? Kuna nini pia? Wewe umejuaje? Tuembe Mungu, la sivyo ndo hakuna. Unamaanisha nini Jimmy kusema hivyo? Kwa kesho kutwa nyinyi mji, si mmesema mnakuja kutoa posa? Sijui. Kuna picha huko zinakuonesha wewe. Hizo picha umezitoa wapi? Nimezikuta chumbani kwangu niliporudi mazoezini. Nani kaziweka? Hata mimi mwenyewe sijui. Wazazi wako wameziona? Yaani sijui chochote. Nimetoka mazoezini nimezikuta ziko kitandani kwangu. Mbona kama naona dalili mbaya? Na ndio maana nikasema tuombe Mungu wawe hawajaziona. Sasa nani atakayekuwa ameziweka chumbani mwako? Yaani sijui. Lakini Jimmy alinyamaza mara baada ya mlango wa chumbani kwake kugongwa. Mlango uligongwa, Jimmy alikata simu ili kumkaribisha aliyekuwa akigonga huo mlango. Samahani mpenzi, mlango unagongwa, nitakupigia baadaye. Okay sawa, nimechanganyikiwa. Ndio hii ikivunjika Jimmy mimi nitakufa hapa. Yaani hapa utumbo unanicheza mwenzio. Mage alisema kwa sauti ya kitetemesi iliyochanganyikana na hofu kubwa mno. Jimmy akamwambia tuombe Mungu.
Nitakupigia. Okay, sawa mpenzi. Jimmy alikata simu na kupaza sauti kumkaribisha mtu aliyekuwa anagonga. Akamwambia karibu. Kweli mlango ulifunguliwa. Aliyeingia alikuwa ni mama yake na Jimmy. Mshtuko aliopata Jimmy, simu iliyokuwa mkononi mwake ilimdondoka bila hata ya kujielewa. Mwanangu Jimmy. Mama yake alimuita kwa sauti ya chini kabisa. Na mama. Nina imani mimi na wewe tumemalizana. Kuhusu nini tena mama? Mzazi mwema hujenga kizazi chema ili mbegu njema izae matunda mema. Hata kama tukifa tuache kizazi chema chenye hofu na Mungu, heshima, busara na chenye tofauti ya mnyama na mwanadamu. Ni mnyama pekee ndiye ambaye hayawani asiyeheshimu utupu wake, na si kwa mwanadamu mwenye akili timamu. Mama, najua kwamba Mage amekosea na ina imani Mage atabadilika taratibu mama. Nikimwoa Mage atabadilika mama, mimi nakuhakikishia. Nikimwoa nitakuwa naye karibu. Hivyo atabadilika tu mama. Jimmy, sikuja hapa unifundishe. Nimekuja hapa kukupa taarifa kwamba kaoge, utanikuta sebleni, tuna safari ya kwenda Kilimahewa. Mama na Mage, tumekupa nafasi Jimmy, lakini umeipoteza. Kwa hiyo nakupa dakika 10 tu, utanikuta kwenye gari. Na nimewapigia simu wakwe zako, tupo njiani tunakwenda kumwoa mchumba wako tulie kuchagulia sisi. Mama, hizi ni picha hizi. Mama, tusihukumu kitu kwa picha mama. Tungemsikiliza basi mwenyewe Mage. Jimmy, mimi ni nani kwako? Wewe ni mamangu. Nakutakia mazuri au mabaya? Unanitakia mazuri mama. Basi ukienda kinyume na maagizo yangu, nenda kamtafute mamako mwingine. Sina nafasi tena nyingine. Mama Jimmy hakumsikiliza kijana wake. Aligeuka na kuondoka na kumwacha Jimmy akiwa amesimama kama vile sanamu. Jimmy aliamini kama mama yake alikuwa sawa kwa uamuzi wake, ila sasa inatakiwa simuudhi mama yake. Ilibidi aende kuoga haraka ili aende kumwona huyo msichana ambaye wazazi wake wamemchagulia. Akiwa bafuni anaoga, alikuwa na mawazo mengi mno. Alijifikiria jinsi gani ataweza kumweleza Mage uamuzi wa wazazi wake wa kumtafutia mwanamke mwingine tofauti na yeye. Alikumbuka kauli ya Mage mwanzo kabisa wa uhusiano wao. Mara baada ya kumwangaikia kwa muda mrefu, Mage hakuwa tayari kuanzisha mahusiano mapya baada ya kuumizwa na mchumba wake wa raia wa Kimarekani ambaye alimsaliti na kumfanya aonje ahela mara baada ya kujaribu kujiua bila mafanikio. Jimmy, umenihakikishia kunipenda na hutonisaliti. Maneno yako yameweza kuuteka moyo wangu na nimekubali kuwa mateka kwako. Jimmy, nakuamini. Usiniache katikati ya bahari, nitakufa maji. Boya langu mimi ni wewe. Maumivu ya mapenzi ni zaidi ya kungolewa jino bila hata ya ganzi. Upendo wangu usiwe kama vile mshumaa. Upendo wangu kwako usiwe sawa usiwe sawa na sambaza nuru kumbe nateketea. Na kwa pia siku kija kunisaliti Jimmy, jiandae kupokea mzoga wangu chumbani kwako. Naam, haya maneno Jimmy aliyakumbuka. Jimmy alipoyakumbuka yale maneno, mwili ulimtetemeka. Japo maji yalikuwa yakiteremka mwilini mwake, lakini alihisi joto kali mno lililokuwa likiunguza moyo wake. Alikiona kifo cha mpenzi wake pale atakapomweleza uamuzi wa wazazi wake. Aliacha maji yateremke na kufanya mwili wake utengeneze ubaridi, huku mapigo ya moyo yakipunguza kasi na kufanya akili nayo pia kutulia, kutafuta ufumbuzi wa tatizo zito lililokuwa mbele yake. Jimmy alijikuta kitabasamu, na hii ni mara baada ya kupata ufumbuzi wa tatizo zito. Alitikisa kichwa na kufanya maji yatawanyike mwili mzima. Alifunga bomba na kuchukua taulo, kisha alijifuta maji.
Alitoka bafuni kijana Jimmy huku akiamini kabisa njia atakayoitumia ndiyo itakayoweza kunusuru maisha ya Mage. Ili mpango wangu uende kama ninavyotaka, lazima nionyeshe kwamba nipo upande wa wazazi kwa kumkubalia mchumba wao walionichagulia. Yes. Jimmy aliwaza huku akijipulizia unyunyu mara baada ya kuvaa nguo zipendazo zilizomfanya onekane ni kijana mtanashati na maridadi machoni kwa mwanamke yeyote mrembo. Jimmy alitoka nje, alikutana na mama yake aliyekuwa akimfuata mara baada ya kumwona mwanae akichelewa kutoka. Mama, yani mama ulikuwa unanifuata? Nilidhani umegaili. Yani nimekaa hapa muda wote huu. Mama Jimmy, naanzia wapi mimi kukukatalia mamangu kipenzi? Mimi nakwenda kwa huyo mchumba. Lazima nipendeze ili nionekane mimi ni mwanaume shababi mama. Nimekuelewa mwanangu, kweli umependeza. Wewe umenifurahisha sana Jimmy. Baada ya harusi nitakupa zawadi kubwa sana. Uchangamfu wa Jimmy ulimfurahisha sana mama yake ambaye aliamini ingekuwa ni kazi ngumu mno kumfanya kubali kuonana na mchumba mpya ambaye kwa jinsi alivyomwona aliamini mwanae hapindui. Basi bana, waliingia kwenye gari na safari ilianza mara moja hadi huko Kilimahewa kwa mchumba mpya. Jimmy alisimamisha gari mbele ya geti kubwa yenye nyumba moja na kisha akapiga honi. Mara baada ya geti kufunguliwa, Jimmy aliingiza gari ndani na kwenda kulipaki kwenye maegesho. Naam. Mama Zawadi alitoka nje mara baada ya kusikia gari likiingia ndani. Alitoka kwenda kuupokea ugeni mzito wa mkwewe mtarajiwa. Aliacha tabasamu Mama Zawadi, tabasamu pana mara baada ya kumuona Mama Jimmy akiteremka kwenye gari na kijana wake Jimmy. Wow. Jamani. Jimmy. Jamani, karibu mwanangu. Mama Zawadi alikuwa akimfuata Mama Jimmy kumkumbatia, lakini akageuka mara baada ya kumwona Jimmy na akaenda kumkumbatia pia. Jimmy hakutaka kumwangusha mama yake. Jimmy alionyesha uchangamfu naye akimkumbatia Mama Zawadi kwa furaha na bashasha. Asante mama, shikamo. Marahaba. Karibu sana mwanangu. Mama Zawadi alisema kwa furaha huku akiwa amemshika mabegani Jimmy na kumtazama. Aliwapokea wageni na kisha aliingia nao ndani kwenye sebule. Mara baada ya kukaa alimuita Zawadi kwa sauti kubwa. We Zawadi wewe. Abe mama. Wageni huko wamefika, hebu uje. Nakuja. Wageni wangu, karibuni sana. Mama Zawadi aliwakaribisha wageni wake kwa bashasha kubwa mno. Asante dada, sisi tumekaribia, alijibu mama yake na Jimmy. Mara baada ya dakika chache alitokea Zawadi akiwa na sinia la vinywaji na kufanya macho ya Jimmy kutua kwenye mwili wa binti huyu mtanashau aliyekuwa kwenye vazi la heshima, vazi lililouongeza uzuri wake. Bwana chuma cha kwenda hiki, Jimmy alijisemea kimoyomoyo mara baada ya macho yake kufaidi urembo wa binti huyu kuitwa Zawadi. Karibuni wageni wangu, Zawadi alisema kwa sauti tamu kama ndege mnana. Asante. Huyu mama mkwe wako. Mama mkwe, shikamo. Marahaba kipenzi. Jimmy, mambo? Zawadi alimsabahi Jimmy. Poa tu za kwako? Nzuri, karibuni. Baada ya kuwapa vinywaji wageni, Zawadi aliwaomba msamaha. Jamani samanini, nakuja mara moja. Hakuna tatizo. Jamani, nakuja. Mama Zawadi naye aliwaaga wageni wake. Baada ya Mama Zawadi kuondoka kumfuata mwanae Zawadi, Mama Jimmy alimsemesha kijana wake kwa sauti ya chini akamwambia, "Wewe Jimmy wewe, mchumba unamwonaje?" Yuko vizuri mama. Umempenda? Sana. Nimefurahi sana kuona chaguo langu umelikubali mwanangu. Mama wewe kiboko, unajua kuchagua ese. Jimmy ilibidi amfurahishe tu mama yake kwa kumsifia Zawadi ili tu asijue mpango wake mzito wa kusambalatisha ndoa ile. Pamoja na Zawadi kuwa ni mwanamke mzuri kuliko Mage, lakini hakuwa tayari kijana Jimmy kuyapoteza maisha ya mpenzi wake Mage. Yaani ukiwaweka hivi ukawafananisha,
Zawadi na Mage. Zawadi alikuwa ni mzuri msikilizaji. Zawadi ni mzuri kweli kweli ndugu yangu. Kijana Jimmy aliamini kupitia mpango wake, mpango kabambe, harusi yake na Zawadi, chaguo la wazazi wake hiyo harusi haitokuwepo, bali atamoa mwanamke wa ndoto zake ambaye ni Mage. Najua msikilizaji unajiuliza ni mpango gani ambao Jimmy anaofikiria mpaka muda huu. Mpango ambao utafanikisha kumuoa mpenzi wake Mage na kuivunja ndoa yake na Zawadi. Uendelee kuungana nami, utapata kujua mpango hatari ambao wako nao kijana Jimmy. Basi bwana, Zawadi pamoja na mama yake waliteta huko pembeni. Mama mtu akamwambia, binti yangu Zawadi. Abe mama, unamwonaje yule kijana? Kama roho zetu mama, ni kijana mzuri, ila sasa sijajua moyo wake. Ila kama uzuri wake ule na moyo wake utakuwa uko safi, mama, nitakuwa nimelamba dume la mchezo. Nisikilize mwanangu, mimi ninavyoifahamu ile familia yao, sina wasiwasi kabisa. Ndio tunavyoomba, mimi sipendi kuolewa na ndoa zaidi ya moja mama. Nina imani itakuwa hivyo. Sasa turudi kwa wageni kule sebuleni, tumewacha peke yao mwanangu. Nilitaka tu kujua kama yule kijana umempenda. Baada ya mazungumzo ya mama na mwana, walirudi sebuleni kwa wageni wao. Jamani, samanini jamani kwa kuacha peke yenu wageni, Mama Zawadi alisema kwa sauti ya uchangamfu. Mama Jimmy akasema bila samani wala tasijali. Jamani, kwa vile ulisema lazima swala hili lifanyike leo, jamani, babake na Zawadi alisema niwapokee na kitakachoendelea nitamjuza. Naam, kwa vile Mama Jimmy hakutaka zege lilale, aliwakutanisha Jimmy na Zawadi na akaeleza sababu ya kuwa pale. Kila mmoja alimkubali mwenzie, huku Jimmy akiwa na siri nzito mno moyoni mwake, ambapo alijua yeye na Mungu wake tu. Wazazi wote walikubali kwamba siku ya kuvalishana pete, siku ya kutangazwa rasmi uchumba wa Jimmy na Zawadi, kila kitu wakakubaliana. Bara upande wa pili, taarifa alizopewa Mage zilimvuruga tumbo na kumfanya kimbilia msalani kwenda kuendesha. Akiwa huko msalani, Mage alikuwa anajiuliza kile alichoambiwa na Jimmy ni kweli au anamtishia ili avae magauni yale kama mwanamke mjane aliyekata tamaa ya kuolewa tena. Mara baada ya kutoka msalani, binti huyu Mage ilibidi amfuate dada yake aliyekuwa akiandaa kifungua kinywa. Dada mtu akamwambia, mdogo wangu Mage, vipi, mbona sikuelewi, kulikoni? Dada, nimelikoroga dadangu, nimelikoroga dakika za majeruhi dada. We Mage, unamaanisha nini tena kusema hivyo? Dada yake na Mage aliacha kugonga mayai, alimgeukia mdogo wake aliyeonekana kuchanganyikiwa. Mage ilibidi amueleze dada yake yale aliyoyazungumza muda mchache uliopita na mchumba wake Jimmy. Dada yake Mage alishangaa akasema, we Mage, mdogo wangu unanitania au unachoniambia ni kweli? Dada, mimi hata sijui kama ni kweli. Dada, ikiwa ni hivyo mimi nitakufa dada. Hebu nisikilize mdogo wangu Mage, punguza wasiwasi. Hebu mpigie huyo mwenzie ujue kama ni kweli au anakutania. Dada, mimi naamini uende ni kweli. Jimmy amejuaje mimi nilikwenda supermarket na akajua mpaka nguo nilizozivaa dada? Wewe mdogo wangu Mage, hebu nisikilize. Huenda labda kuna rafiki yake amekuona na Jimmy, sijui unaelewa, ndio huenda akawa ametumia nafasi kukutishia ili usivae tena hizo nguo. Ngoja nimpigie. Itakuwa vizuri, mpigie kwanza. Mage alipiga simu ya Jimmy ambayo iliita mpaka ikakatika bila kupokelewa. Akarudia zaidi ya mara 6 bila simu hiyo kupokelewa. Hali ile ilizidi kumchanganya Mage. Alibadili nguo na kisha kavaa nguo za heshima, aliingia ndani ya gari na kwenda nyumbani kwao huko kwa mpenzi wake Jimmy. Mage alisimamisha gari mbele ya geti ya nyumba ya kina Jimmy. Baada ya geti kufunguliwa, aliingiza gari ndani. Wa kwanza kuonana naye alikuwa ni Suzy, ambaye alikuwa Suzy hajui kitu chochote.
Da Mage, karibu. Asante. Eti Suzi, kuna taarifa gani hapa nyumbani? Kuhusu nini? Zozote tu zile ulizozisikia sikia. Da Mage, sijasikia zaidi tu ya kesho kutwa wanakuja kutambulisha kwenu. Jimmy yuko? Jimmy ametoka na mama yake. Wamekwenda wapi? Sijajua. Jimmy baada ya kutoka mazoezini aliingia ndani na baada kama nusu saa alitoka na mama. Mbona simu yake ipokelewi? Wakati mimi napeleka chaja chumbani kwake niligundua simu yake ameiacha chumbani kwake baada ya kuona ikiita na kuona jina lako. Mbona ananitisha? Kuna usalama kweli eti? Usalama upo. Mimi nina imani hawafiki mbali. Suzi alimtoa hofu Mage. Okay, sawa. Nipo ndani na msubiri. Sawa Maiwi, nikuletee kifungua kinywa gani? Maiwi hatajisikia kula kabisa. Hapana bwana Da Mage, lazima ule, mimi sitaki kesi na mumeo. Okay, sawa, niletee maziwa na mayai mawili. Maiwi umepata omba kingine kama kuna kingine unakitaka. Vingine bwana atanipatia kaka yako. Jibu la Mage likamfanya Suzi angue kicheko huku akiwa anaondoka kuelekea jikoni. Mage mara baada ya kuingia chumbani kwa Jimmy, jicho lake likatoa kwenye picha zilizokuwa chini ya mto. Alijikuta kipatwa na mshtuko mara baada ya kuoanisha maneno ya Jimmy na picha zile. Mage alichukua zile picha huku akitetemeka. Alianza kuzitazama, machozi yalimtoka bila kujua kila picha aliitazama ilikuwa ni yenye maumivu makali mno. Japo picha za klabu zilikuwa kwenye mapozi tata kweli kutokana na kuvaa nguo fupi, hakushtuka kwani alikuwa ni sehemu ambazo magauni ya wajane hayakubaliki. Zingine zilionyesha nguo ya ndani ya mikanda na kuonekana kama vile hakuvaa kabisa. Picha alizokuwa amepigwa asubuhi zilimlaza kabisa na akaamini alichoambiwa na mpenzi wake juu ya mzazi wake huenda ni kweli, na akaona ile sasa ni talaka 3 za hawara zisizohitaji ushahidi. Kwa hali ile aliamini sehemu ile si salama kwake yeye, hata atakapokutwa pale na mama yake Jimmy akiulizwa atajibu nini. Mage alijiuliza kama mama Jimmy hizi picha ameziona atamwambia nini ili amuelewe. Alipitia bahasha yenye picha, alitoka nayo mara baada ya kuzikusanya zile picha. Hakutaka kusubiri maziwa na mayai, akaamua kurudi nyumbani akiwa na mawazo tele asijue kama picha zile ameziona mama mkwe wake au la. Mage alipofika nyumbani, alikwenda mpaka chumbani na kisha akaangua kilio kilichomshtua mpaka dada yake na akataka kujua kulikoni. Dada mtu akafika pale chumbani akamwambia, "We Mage, nini tena mdogo wangu? Mbona unanitisha?" "Dada, mimi nimekwisha." "Kwani tatizo nini mdogo wangu Mage, mbona sikuelewi?" Mage alimweleza dada yake kila kitu alichokiona na kisha alimuonesha picha alizokuwa amezikuta chumbani kwa Jimmy. "Nisikilize mdogo wangu. Najua umefanya kosa la kawaida ambalo haliwezi kuvunja uhusiano. Ingekuwa umefumaniwa, ingekuwa ni tatizo kubwa lisilohitaji msamaha." "Dada, unataka kuniambia kwamba ndoa bado ninayo?" "Mdogo wangu, ndoa unayo na utatamba nayo. Kama kungekuwa kuna tatizo wangekueleza. Mimi na imani kila kitu kipo sawa mdogo wangu, na kuomba uwe na amani." Maneno ya dada yake kidogo yalimpa moyo. Alibaki tu na maswali, zile picha kapigwa na nani? Je, mama mkwe kaziona? Lakini maneno ya dada yake, maneno ya Suzi yalipunguza hofu moyoni. Akawa anasubiri simu ya mchumba wake Jimmy akirudi nyumbani na akapata ujumbe wake. Naam, msikilizaji. Upande wa pili, mara baada ya kurudi kutoka kumuona mchumba wake mpya ambaye alikuwa ni kitu cha haja, lakini hakutaka kabisa kuivunja ahadi yake kwa mpenzi wake Mage. Japokuwa Jimmy hakuwa yuko upande wa chaguo la wazazi wake, lakini alikubali ya kuwa Zawadi alikuwa ni binti mzuri mno. Jimmy alipofika nyumbani, alipokelewa na Suzi na akaelezwa ujio wa mpenzi wake Mage. "Kaka Jimmy, ulipotoka tu alifika wifi Mage." "Yuko wapi?" "Sijajua ameenda wapi." "Kwa nini unasema hujui amekwenda wapi?" "Unajua baada ya kufika alisema kwamba amekupigia simu wewe hupokei, na ndipo nilipomweleza kwamba umesahau simu ndani." "Akasemaje?"
Mimi nilimwandalia kifungua kinywa, maziwa na mayai, lakini ajabu niliporudi chumbani kule kumpelekea sikumkuta. Nilidhania labda amekwenda msalani. Imepita zaidi ya saa sijamuona. Okay, sawa, nitajua tu hapa alipo, Jimmy alijibu huku akielekea ndani. Jimmy alikwenda mpaka ndani, akakuta juu ya story kulikuwa kuna glasi ya maziwa na mayai mawili. Alijiuliza Mage atakuwa wapi muda ule. Alipoangalia juu ya kitanda, hakukuta ile bahasha yake ya picha. Na hapo ndipo alipoamini ya kuwa Mage ameziona zile picha na ameondoka nazo na hata hajaaga. Jimmy aliamua kumpigia simu ambayo ilipokelewa upande wa pili. Halo mume. Naam, mke uko wapi? Nipo nyumbani. Mbona umeondoka bila kuniaga? Mume, nimechanganyikiwa mara baada ya kuziona picha. Nani aliyekupatia hizi picha? Naomba tukutane uwanja wa nyumbani. Ilikuwa wanakutanaga Mabatini kwenye hoteli ya Kim ya nyota 4. Okay, sawa, nakuja. Mpenzi, maneno yatakayotoka mdomoni mwako ndio yatakayoweza kuniponya ama kuniua. Okay, sawa, mna shida. Tuonane, fanya tuonane. Jimmy alijikuta kwenye wakati mgumu mno jinsi ya kumpa Mage taarifa zile nzito bila ya kutokea kitu chochote kibaya. Ili kupata msaada wa ushauri, ilibidi ampigie rafiki yake kipenzi Tony. Akampa taarifa zile ambazo Tony zilimshtua mno. Tony akasema, "Da mwanangu, mbona huu ni msala mzito?" Jimmy akasema, "Ndio hivyo ndugu yangu. Ndio maana kuomba ushauri wako kabla sijaribu." Kaka, kwa umesema kwamba una mpango wa kuhakikisha humpotezi Mage. Sasa utafanyaje? Hii kwanza itakuwa ni siri yangu. Hata Mage sitomwambia. Kwa hiyo una uhakika kwamba ukimpa taarifa juu ya hizo picha, pia uamuzi wa wazazi wako juu ya kutafutiwa mchumba mwingine, ndugu yangu, nisikilize Tony. Kikubwa mimi nitamwaidia kwamba sitoa mwanamke mwingine zaidi yake. Sasa hilo lina ukweli ndugu yangu Jimmy? 100%. Hata wazazi wangu wataniunga mkono uamuzi wangu kwa kumwoa Mage. Na mavazi yake sasa itakuwaje? Nitamweleza ukweli ya kuwa nitaliokoa penzi letu, na nitamwambia kwamba kirudia kosa la kijinga sita kwa upande wake. Sawa ndugu yangu, sawa. Nasubiri tuone. Naam. Kijana Jimmy mara baada ya kuzungumza na rafiki yake, alioga na kubadili nguo zingine na kisha alielekea Mabatini Kim Hotel kwa ajili ya kuonana na Mage. Alipofika alimkuta mpenzi wake alikuwa ameshafika, akiwa amejilaza kitandani, akiwa amejifunga upande wa kanga bila hata kitu chochote mwilini. Alimwambia, "Karibu mpenzi." Na okay, asante. Jimmy, naomba unipe raha kwanza na kisha ndo tuzungumze, maana penzi lako ndilo ambalo litaweza kuituliza akili yangu. Jimmy hakuwa na jinsi. Mtoto kautaka. Jimmy ilibidi ampe raha mpenzi wake, na kisha alipomaliza wakahamia sasa kwenye mazungumzo mazito. Mpenzi, kwanza kabla yote naomba unieleze picha umezitoa wapi? Kwanza kabla mazungumzo yoyote, kuna kitu nataka nikueleze, na nakuomba unisikilize kwa makini sana Mage. Naomba usichanganyikiwe kwa vile majibu ya maswali yako ninayo mimi. Sawa, utakayonieleza mimi nitakusikiliza. Kwanza nataka kujua hizi picha umezitoa wapi, au ulimtuma mtu anifuatilie? Hapana, umezitoa wapi? Kanipatia mamangu. Mungu wangu, nimekwisha mimi mtoto wa kike. Ndio sababu ya mimi kuwepo hapa, ili tuzungumze kwa kina kupitia picha hizo na uamuzi pia wa wazazi wangu. Jimmy, mimi sina changu Jimmy. Mage mimi nimekwisha. Hebu nisikilize, nyamaza basi Mage. Nyamaza unisikilize vizuri na unisikilize majibu ya maswali yako ninayo mimi hapa. Nilikueleza mapema sana Mage, jichunge kwa muda mfupi, lakini umeshindwa na umefanya wazazi wangu wapate nini cha kufanya. Unamaanisha nini Jimmy? Naam, hapo Jimmy ilibidi amueleze jinsi wazazi wake walivyopokea picha, na wazazi wake wakatoa uamuzi wa kumtafutia mchumba mwingine. Jimmy, mimi nilijua tu
wazazi wako walikuwa wanipendi. Naona kabisa wamefurahi sasa. Mpenzi, ahadi yetu iko pale pale. Jimmy, hivi mavazi ndio yavunje uchumba wetu kweli? Nina imani wazazi wako walikuwa wanipendi. Walikuwa hawadikubali. Ulikuwa ni mtego tu. Jimmy, miadi yangu iko pale pale. Kesho njoo ushuhudie maiti yangu. Mage mpenzi wangu, mimi nilikuahidi nini? Hakuna mwanamke chini ya hili jua atakayeweza kuvunja upendo wangu mimi kwako. Muongo. Kama familia mbili zimekubaliana na mimi sipendwi na wazazi wako, ndoa ipo wapi? Halafu kingine, kuna sherehe ya kumvalisha pete mchumba wako. Ukishamvalisha hiyo pete, mimi nafasi yangu hapo iko wapi? Ipo pale pale. Wewe ndiye mke wangu. Kila nitakaloweza kulifanya juu ya yule mwanamke ni maigizo tu ili kuweza kuwafumba macho wazazi wangu. Hata kama nikilipua bomu langu, hawataki kujua chochote kile. Una mpango gani? Ni surprise. Hapo ndipo utapojua upendo wangu kwako ni wa kiasi gani. Sawa, naomba usinigeuke Jimmy. Mimi nitafanya kama nilivyokuahidi. Sitaweza kukugeuka Mage. Naam, baada ya mazungumzo yaliyompa matumaini mapya, binti huyu Mage alimpigia simu shoga yake Feti na akamweleza wakutane nyumbani kwao. Mara baada ya kukutana naye, alimweleza kile alichoelezwa na Jimmy. We Mage wewe, huo mpango ni wa kweli au Jimmy anakutania? Maana Jimmy inabidi aoe mwanamke mwingine. Feti, yeye mwenyewe Jimmy ndo anajua. Na Jimmy mimi nimemwambia mapema. Baada ya mimi kumkubalia niwe mpenzi wake, kwamba kinisaliti atapokea mzoga wangu. Na kwenye hili sichekeshi. Feti, sichekeshi. Jimmy akienda kwa yule mwanamke mwingine, najimaliza. We Mage, kama Jimmy atakuzingua, usijiue. Wanaume wapo wengi shoga yangu. Unataka kujua kisa mapenzi? Feti, nimechoka kugeuzwa mshumaa. Kazi yangu kuwamulikia tu watu, hatimaye nateketea na hakuna anayekumbuka mwanga wangu wakati wa kiza. Sikubali kuumizwa mara mbili Feti. Nishaumizwa sana na wanaume, mimi huyu wa mwisho. Akiniumiza, sioni faida kuendelea kuishi. Nisikilize Mage. Kama Jimmy analijua hilo, basi alichokisema atakuwa anamaanisha. Hebu tusubiri tuone. Lakini Feti, unajua kwamba Jimmy inatakiwa amoe yule mwanamke. Wanaenda kutoa posa, mipango ya ndoa na kila kitu. Sasa mimi Jimmy atanioaje mimi? Ndoa yake Jimmy ipo karibu sana. Eti kweli mimi mavazi yangu ndo wazazi wake hawanitaki kisa mavazi? Mavazi yangu mimi yana ubaya gani? Mbona Jimmy nimemwambia kuwa na mwanamke ambaye anavaa mavazi kama ya kwangu alafu akawa ni mtulivu kwenye ndoa. Hiko ndo jambo bora zaidi. Kuna wanawake wanavaa manguo hayo ya heshima, sijui wanafunika uoni hata uso, kucha uoni, lakini wanasaliti ndoa zao. Mavazi sio upendo. Sawa, wazazi wake Jimmy wanaona kama mchepuko, matata, sijui nini kisa mavazi yangu. Lakini mimi sijawahi kumsaliti Jimmy toka niwe naye kwenye mahusiano. Na nampenda. Mapenzi ingekuwa napimwa na mavazi. Mimi najua tu wazazi wake Jimmy wanipendi, ila sio mavazi. Mavazi sio sababu. Naam, msikilizaji. Wiki moja baadaye, Mage akiwa na shoga yake Feti wakiwa wamejituliza tu chumbani, huku shoga yake huyo akiwa na peruzi kwenye mitandao ya kijamii. Jicho la Feti lilitoka kwenye picha moja iliyokuwa inamuonesha shemeji yake Jimmy akimvalisha pete ya uchumba mpenzi wake mpya Zawadi. Shoga. Kumbe jana mke mwenzio kashavalishwa pete.
We Feti, umeona wapi? Mage alisema huku akichukua simu ya Feti na akakuta pale imepostiwa zawadi, mchumba wa Jimmy. Shoga, abiria chunga mzigo wako. Hiki chuma hiki, sidhani kama shemeji Jimmy atakukumbuka. Feti, nahisi kuchanganyikiwa. Kwa mwanamke huyu hapa mimi sina changu. Mage aliongea kwa sauti ya kukata tamaa. Lakini Mage, tusihukumu. Hebu mpigie shemeji tusikie anasemaje. Kwani wewe hajakutaarifu chochote? Sikumbuki. Mage ilibidi ampigie simu Jimmy, ambapo simu iliita bila hata ya kupokelewa. Hapokei simu zangu. Kwa hizi picha, shoga yangu, taa nyekundu imewaka kichwani mwangu. Feti, mimi nilijua tu. Nilijua mimi hapa sina changu, nilijua mapema mno. Mage alianza kulia na tena alikatishwa kilio mara baada ya simu yake kuita. Ilikuwa inatoka kwa mpenzi wake Jimmy. Alinyamaza na kisha akapokea simu. Hello. Alo mke, kuna usalama kweli? Jimmy, kwa nini ukuniambia kwamba jana umekwenda kumvalisha pete mchumba wako? Mage, hili tuliliongea mapema sana. Sidhani kama kuna jipya kwenye hili. Kwa jinsi ulivyokuwa kwenye sherehe, naamini kabisa mimi sina changu. Kwa nini unasema hivyo Mage? Mchumba wako kanizidi kila kitu. Umbile, mwonekano, sura, na pia ndo kipenzi cha wazazi wako. Mage, unaniamini? Nakuamini. Lakini niko njia panda. Baada kuziona picha mimi moyo wangu umejeruhiwa sana Jimmy. Nimekuwa mwazi kwako na kukueleza kwamba nitajitoa kwa ajili yako. Nipo ushirikiano ili niweze kufanikisha nilichokuwa nimekipanga. Mimi nakuapia kwa jina la Mungu, sitamuoa mwanamke niliyechaguliwa na wazazi wangu. Hebu naomba uniamini basi Mage. Kila utakachokiona siku zote ni maigizo tu. Simpendi na sitampenda. We ndiye pepo yangu Mage. Asante mme wangu. Maisha yangu yapo mikononi mwako Jimmy. Najua mpenzi wangu, naomba uniamini ili niweze kutimiza hii ahadi yangu. Na kuamini japokuwa mimi moyo wangu uko tabani. Vumilia, muda so mrefu utajionea kila kitu na wazazi wangu watu watabisha hodi kwenu kwa kuleta posa. Jimmy, nakuahidi Jimmy, mimi nitakuwa mke mwema. Nitakuwa na mapenzi ya dhati kwako Jimmy, na nitavaa hivyo unavyotaka Jimmy. Kweli kweli tena Jimmy. Mage alitoa ahadi kwa mpenzi wake huyo. Naam, msikilizaji, Jimmy ili kufanikisha mpango wake wa siri alionyesha ukaribu kwa mchumba wake mpya. Ilikuwa kila mwisho wa wiki kutoka na mchumba wake huyo ili ajione si chaguo la wazazi wake bali ni chaguo lake. Sasa siku moja ukiwa katika ufukwe mmoja hivi, huyu binti Zawadi alimweleza kitu Jimmy kilichomweka kwenye wakati mgumu mno kijana Jimmy. Jimmy mpenzi, mme wangu mtarajiwa. Najua huwezi kuamini Jimmy, lakini katika maisha yangu mimi sikuwahi kuwa na uhusiano wowote. Kwa vile nilijiepiza, mwanaume atakayegusa mwili wangu ndio atakuwa mume wangu wa ndoa na sio kiumbe kingine chochote. Hivyo basi mme wangu, nimekuandalia zawadi ya usichana wangu. Ujiandae kuupokea. Hivyo basi najikabidhi mikononi mwako nikiwa mgeni wa mapenzi, na wewe ndiye mwenyeji wangu wa kuweza kunipoteza au kunifikisha salama kwenye safari ya huba. Mpenzi wangu Jimmy, na ufungua moyo wangu kwako, na kuomba usinitende. Sitakuwa na suruhu yoyote. Ukinitenda nitajikuta tunapoteza maisha yangu. Nitashindwa kujihimili. Siwezi kuwa kama mshumaa kuvumilia maumivu huku nikiteketea.
na kuomba uniahidi mpenzi Jimmy kwamba hutonitenda, kwa sababu wewe ndo mwanaume wangu mtarajiwa unakwenda kunioa soon, na kupatia zawadi yangu ya usichana wangu niliyoitunza kwa miaka yangu yote mpaka nilipofika hivi sasa. Zawadi mpenzi, na kuahidi katika mchana huu wa jua kali, na Mungu ni shahidi yangu, Zawadi, mimi nitakupenda wewe tu katika hii dunia. Unajua, mara baada ya kuiona sura yako, nilipoyaona macho yako, nikwambie tu ukweli, sitamuona tena mwanamke mwingine yeyote kwenye hii dunia zaidi yako. Jimmy alitoa ahadi nzito. Jimmy, una mademu wawili wewe, wote unawapa ahadi nzito. We Jimmy, unataka wote wafe? Wanaume kama Jimmy ndo mnasababisha sisi tunaitwa mbwa. Shenzi we Jimmy, pumbavu kabisa. Asante mme wangu Jimmy. Hakika Mungu amekujalia sura nzuri, ulimi wenye maneno matamu yalionifanya nijione juu mawinguni. Na mimi nitakuwa mwanamke mwema mwenye mapenzi yasiyokuwa na chembe la shaka. Jimmy, wewe ndiye mwanaume wa kwanza na wewe ndio mwanaume wa mwisho kugusa mwili wangu. Zaidi ya hapo ni udongo tu ndio utakaoweza kunifunika mwili wangu. Naam, Jimmy pamoja na kutoa ahadi, lakini bado alikuwa kwenye wakati mgumu mno kwa kutimiza mpango wake wa kuivunja ndoa yake na Zawadi bila mtu yote kuweza kujua. Moyoni Jimmy alijilaumu kuchelewa kumfahamu Zawadi, binti mrembo aliyekuwa amemzidi kwa kila kitu Mage. Kuna muda Jimmy moyo wake upo kwa Zawadi, mpaka kuna muda anajiuliza kwa nini sikumjua Zawadi mapema. Lakini ahadi alizoziweka kwa Mage kule ndizo ambazo zinamfunga. Jimmy hakuwa na jinsi zaidi ya kutimiza ahadi aliyomwahidi mpenzi wake Mage, kuhakikisha anamuoa na anavuruga ndoa yake na Zawadi bila mtu yoyote kuweza kujua, huku wazazi wake Jimmy wakiwa upande wake. Na uwezi amini, wazazi wa Jimmy walikuwa wanamchukia Mage kama ukoma. Wazazi wa Jimmy ni wanamtaka Zawadi, na ndoa ndo hiyo lelelele. Baada ya makubaliano ya pande mbili juu ya tarehe ya ndoa kati ya Jimmy na Zawadi, ikapangwa bwana ndoa. Vikaanza vikao rasmi na michango ikaanza kukusanywa. Hatimaye tarehe ya sherehe ya send off kwa ajili ya kumwaga rasmi mtoto wao mpendwa ilibakia kama wiki 3 tu, hivyo kadi za sherehe ziligawiwa kwa ndugu na walengwa. Msikilizaji, nakuuliza tena, ndoa tunayo, ndoa hatuna? Hivi unahisi Jimmy atabaki na nani? Mage, Zawadi? Kama naona hivi vita inayokwenda kutokea itakuwa ni vita ya 4 ya dunia, kama sio vita ya 3 ya dunia. Langu jina naitwa Uncle Jay Simulizi, nimetulia tuli. Tukutane katika sehemu ya pili, mzigo mtamu kuitwa Heartbreak, tupate kujua kama kutakuwa kuna ndoa ama ndoa hakuna. Lakini ndio hivyo, jamaa hili mbwa, yani linaahidi kwa Mage, linaahidi ahadi nzito nzito, akija kwa Zawadi anatoa ahadi nzito nzito. Sasa tarehe za ndoa tayari, michango ishaanza kuchangishwa, kadi tayari zinatembezwa kwa watu. Alafu mshikaji yeye moyoni mwake anapanga kwenda kuivunja hii ndoa. Ataivunjaje? Sio kama kuanza kusababisha kifo cha mtu. Hebu tukutane katika sehemu ya pili ndugu yangu. La kujidalitwa Uncle Jay, mzigo mtambo kutoka kwake bwana Ali Mbetu. Niseme asante na kwaheri.